Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Mzozo wa kibiashara umeibuka kati ya Tanzania, Malawi pamoja na Afrika Kusini, ambapo kupitia waziri wa kilimo nchini Tanzania Hussein Bashe amesema kwamba Tanzania itapiga marufuku uingizwaji wa bidhaa za kilimo kutoka Malawi kuingia nchini Tanzania hadi hapo ambapo Malawi itakaporuhusu bidhaa za kilimo kutoka Tanzania kuingia nchini Malawi. Katika taarifa iliyotolewa na waziri huyo wa kilimo nchini Tanzania Hussein Bashe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, taarifa hiyo inasema kwamba salamu ndugu zangu wa Tanzania. Serikali imepokea taarifa rasmi kuwa serikali ya Malawi imezuia kuingia kwa mazao ya kilimo kutoka Tanzania yakiwemo unga, mchele, tangawizi, ndizi pamoja na mahindi. Hatua hii imeathiri moja kwa moja shughuli za wafanyabiashara wetu wanaosafirisha bidhaa hizo kwenda Malawi. Ni vyema ifahamike kuwa kwa kipindi cha miaka 5 serikali ya Tanzania imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kufungua soko la ndizi nchini Afrika Kusini bila mafanikio. Hali hii inafanana na changamoto tulizopitia kwa zaidi ya miaka 10 katika kufungua soko la parachichi hadi pale tulipoamua kuchukua hatua za kulinda maslahi ya nchi yetu. Kutokana na hali hii na baada ya juhudi zote za kidiplomasia kufanyika bila mafanikio, ninapenda kuwataarifu yafuatayo. 1. Iwapo serikali ya Malawi na Afrika Kusini hazitabadilisha msimamo wao kufikia Jumatano ijayo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo itazuia uingizwaji wa mazao na bidhaa zote za kilimo kutoka nchi hizo mbili. 2. Mizigo ya bidhaa za kilimo kutoka Malawi na Afrika Kusini haitaruhusiwa kupita ndani ya mipaka ya Tanzania kuelekea bandari ya Dar es Salaam au nchi nyingine yoyote hadi zuio hilo litakapoondolewa. 3. Usafirishaji wa mbolea kwenda Malawi utasitishwa ikiwa ni sehemu ya hatua za kulinda maslahi ya wakulima na wafanyabiashara wa Kitanzania. Taarifa hiyo inaendelea kusema kwamba wasafirishaji wote wa Kitanzania wanaosafirisha bidhaa za kilimo ninawashauri kuacha kupakia bidhaa hizo mpaka hapo Malawi na Afrika Kusini watakapobadilisha msimamo wao. Wafanyabiashara walioweka oda za apple, machungwa na bidhaa zingine ambazo hununuliwa Afrika Kusini ninawashauri kuacha kwa sasa, kwani hatutoziruhusu kuingia Tanzania mpaka hapo Afrika Kusini itakapotufungulia soko la ndizi. Ninadhibitisha kuwa kama waziri mwenye dhamana nimewasiliana kwa njia mbalimbali na waziri wa kilimo wa Malawi bila mafanikio ya kupata majibu rasmi. Hatua hizi ni za kulinda heshima ya nchi yetu, uchumi wa wakulima wetu pamoja na usawa katika biashara za kikanda. Hiyo basi ndio taarifa ambayo imetolewa na waziri wa kilimo nchini Tanzania Mheshimiwa Hussein Bashe, ambapo inaonekana kuwa ni mzozo wa kibiashara ambao unaendelea kufukuta chini kwa chini kati ya mataifa haya matatu, yani Tanzania, Malawi pamoja na Afrika Kusini. Ni kipi ambacho kitaendelea? Tutakujuza zaidi na zaidi kila ambacho kitakuwa kinaendelea kuhusiana na mgogoro huu wa kiuchumi kati ya mataifa haya matatu. Hii ni Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.